Tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba China imeapa kupambana hadi mwisho dhidi ya ushuru mpya wa 50% Rais wa Marekani Donald Trump anaoitishia kuwekea nchi hiyo. Mtizamo wa China unazidisha vita vya kibiashara ambavyo tayari vimeyavuruga masoko ya kimataifa. Na katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim ametangaza kuwa maafisa wa nchi hiyo wataelekea Washington kuanza majadiliano ya ushuru baada ya Marekani kuitoza 24%. Saumu Njama na taarifa zaidi. Trump ameathiri uchumi wa dunia kwa ushuru mkubwa ambao umeongeza hofu ya mdororo wa kimataifa, lakini amekataa kusitisha sera yake kali ya biashara licha ya kushuka kwa masoko. Beijing, mshindani mkubwa wa kiuchumi wa Washington lakini pia mshirika muhimu wa kimataifa, ilijibu kwa kutangaza ushuru wa 34% kwa bidhaa za Marekani, ikizidisha mvutano kati ya mataifa hayo yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Mwitikio wa haraka kutoka China umesababisha onyo jipya kutoka kwa Trump kwamba angeweka ushuru zaidi ikiwa Beijing haitakoma kupinga ushuru wake, hatua ambayo imeongeza ushuru wa jumla kwa bidhaa za China hadi 104%. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Lin Jian amesema China haitakubali kutishwa. Ningependa kusisitiza kwamba hakuna washindi katika vita vya kibiashara au vita vya ushuru. Watu wa China hawachochei matatizo, lakini hatuogopi. Kutegemea shinikizo, vitisho na usaliti sio njia sahihi ya kushirikiana na China. China itachukua hatua zote muhimu ili kulinda kwa uthabiti haki na maslahi yake halali. Katika hatua nyingine ya athari za ushuru mpya wa Trump, waziri mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim amesema atatuma maafisa wake mjini Washington kuanza mazungumzo dhidi ya ushuru wa 24% kwa bidhaa kutoka nchi hiyo. Anwar amesema hatua hiyo ni sehemu ya diplomasia na kwamba Malaysia itashirikiana na nchi wanachama wa Jumuiya ya ASEAN katika juhudi hizo, ambapo kundi hilo la mataifa 10 limeathiriwa pakubwa na ushuru wa Marekani. Kujibu hatua ya Trump, tume ya Ulaya pia imependekeza ushuru wa 25% kwa bidhaa mbalimbali za Marekani. Hata hivyo, maafisa wa umoja huo wamesema wako tayari kujadiliana makubaliano ya kutotozana ushuru na serikali ya Trump licha ya changamoto zilizopo. Umoja huo wa nchi 27 tayari unakabiliwa na ushuru wa magari na vyuma pamoja na ushuru mwingine wa 20% utakaoanza kutumika siku ya Jumatano. Singapore, ambayo ilipigwa na ushuru wa 10% licha ya makubaliano ya biashara huria na Marekani, imesema ushuru wa Marekani Tanzania karibuni katika kipindi cha mpendo kabisa cha. Na hatua hiyo, waziri mkuu Lawrence Wong ameonya uwezekano wa kuongezeka kwa vita kamili vya biashara duniani, akihimiza taifa lake linaloegemea zaidi biashara kujiandaa kwa nyakati ngumu zinazokuja. Ni ripoti hiyo ya Saumu Njama ikimulika vita hivyo vya kibiashara vinavyonukia. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee mjini Kampala, Uganda. Taifa hilo limetia saini hivi karibuni mkataba wa ujenzi wa mtambo wa kusafisha mafuta na kampuni moja kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Hatua hiyo imeleta matumaini kuwa taifa hilo lenye hazina ya mafuta ghafi sasa litaweza kuyasafisha na kupunguza utegemezi wa kuagiza kutoka nje. Utawala mjini Kampala unasema mradi huo unaokwenda sambamba na ujenzi wa bomba kubwa la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda kupitia Tanzania ni mafanikio ya kupigiwa mfano. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel na maelezo. Stop hip hop! Stop hip hop! Stop hip hop! Stop hip hop! Hao ni kundi la vijana wanaoandamana mara kwa mara kwenye barabara za mji wa Kampala wakipinga shughuli za ujenzi wa bomba la mafuta la EACOP pamoja na miradi husika, wakielezea kuwa itaathiri mazingira. Lakini serikali ya Uganda imeazimia kuendelea na mpango huo ambao ni mmoja kati ya mikakati iliyoanza kuzingatiwa wakati mafuta yalipogunduliwa mwaka 2006. Linet Naiga ni miongoni mwa vijana wa kike ambao baada ya kupata mafunzo sasa wanasimamia shughuli za uchimbaji mafuta katika visima vya Tilenga lililoko mbuga za wanyama za Murchison.
By the time you actually take on a course, Uchimbaji mafuta ni kazi ambayo inaweza kufanywa hata na wanawake, na ikiwa utaisomea basi unaweza fanya kila jambo. like the technicians that you Hata hivyo, kizingiti kikubwa kinachofanya ndoto ya Uganda kutotimia ni kupata wawekezaji walio na mtaji ili kufanikisha ujenzi wa miundombinu ya kuchimba na kuchakata mafuta. Hii ni kutokana na wanaharakati wa mazingira na haki za binadamu kupinga mradi huo, jambo ambalo limepelekea benki na mashirika mengi kusita kuufadhili kwa njia ya mkopo. Makampuni ya Total Energies ya Ufaransa na Sinopec ya China yameendelea kuwa na imani kwamba mradi huo utafanikiwa na yamewekeza katika miundombinu muhimu kwa kuvibaini visima vya mafuta na kujenga mabomba ya kutoa mafuta ghafi kutoka ardhini. Gloria Sebikari ni msemaji wa mamlaka ya mafuta Uganda, PAU. The East African Crude Oil Pipeline, that is EACOP, Na mtambo wa kuchakata mafuta ni muhimu katika kuendesha biashara ya mafuta ili Uganda ipate dola bilioni 2 kila mwaka shughuli ya uzalishaji itakapoanza. annually when commercial production starts. Kulingana na kiwango cha mafuta kinachokisiwa kwa mapipa bilioni 6.5 magharibi mwa Uganda, ilitabiriwa kuwa mafuta hayo yangeleta faida kubwa ikiwa yangeuzwa kwenye soko la kimataifa. Hapo ndipo Uganda ilijadili na Tanzania kuhusu ujenzi wa bomba la umbali wa kilomita 1440 chini ya mradi ujulikanao kama EACOP kati ya pwani ya Tanga na eneo la Bunyoro ambapo mafuta hayo yatachimbwa. Na ndipo mradi huo unaotarajiwa kugharimu takriban dola bilioni 5 ulipoanza kupingwa na makundi ya wanaharakati ndani na nje ya nchi kwa madai kuwa bomba hilo litapita katika maeneo ya mbuga za wanyama na makazi ya watu, na kwa hivyo kusababisha uharibifu kwa utoasili na pia kukiuka haki za binadamu. Samuel Wanda ni mmoja kati ya wanaharakati wa kulinda mazingira. Current and ongoing crude oil pipeline construction. Ujenzi wa bomba unaoendelea na pia huo mtambo wa kuchakata mafuta vinaathiri mazingira na ndio maana tunavipinga. The construction Mtambo wa kusafisha mafuta pekee utailetea Uganda dola bilioni 3.4 kila mwaka, ambapo utachangia angalau 10% kwa pato la taifa, na bidhaa zitokanazo na shughuli hii zitasaidia kuzalisha mbolea kwa ajili ya kilimo na kwa hiyo kuzidisha kiwango cha uzalishaji chakula. Hivi majuzi kampuni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu ilisaini mkataba wa kuwekeza katika mtambo huo wa kuchakata mapipa 60,000 ya mafuta kila siku, na sasa kuna matarajio kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja biashara ya mafuta itaanza. Kwa sasa zaidi ya visima 100 vya mafuta vimechimbwa eneo la Hoima na Bulisa magharibi mwa Uganda, kazi ya watu, na kwa hivyo kusababisha uharibifu kwa utoasili na pia kukiuka haki za binadamu. Samuel Wanda ni mmoja kati ya wanaharakati wa kulinda mazingira. current and ongoing crude oil pipeline construction. Ujenzi wa bomba unaoendelea na pia huo mtambo wa kuchakata mafuta vinaathiri mazingira na ndio maana tunavipinga. The construction Mtambo wa kusafisha mafuta pekee utailetea Uganda dola bilioni 3.4 kila mwaka, ambapo utachangia angalau 10% kwa pato la taifa, na bidhaa zitokanazo na shughuli hii zitasaidia kuzalisha mbolea kwa ajili ya kilimo na kwa hiyo kuzidisha kiwango cha uzalishaji chakula. Hivi majuzi kampuni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu ilisaini mkataba wa kuwekeza katika mtambo huo wa kuchakata mapipa 60,000 ya mafuta kila siku, na sasa kuna matarajio kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja biashara ya mafuta itaanza. Kwa sasa zaidi ya visima 100 vya mafuta vimechimbwa eneo la Hoima na Bulisa magharibi mwa Uganda.